udhibiti ubora wa shule ni idara ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikiwa imejikita katika kusimamia sera, miongozo, kanuni na sheria za elimu. Idara hii hapo awali ilitambulika kwa jina la ukaguzi wa shule, lakini baada ya kuanzishwa kwa sera ile ya mwaka 2014 ilipelekea kuita mfumo mwingine, kwa kuwa mfumo uliokuwepo wa ukaguzi wa shule haukuweza kuendana na yale maudhui ya sera hii ya 2014. Kwa kuwa sera hii iliweka msisitizo mkubwa kwenye ushirikishwaji wa jamii katika kufikia na kuendeleza ule ubora wa elimu unaotakiwa. Kwa hiyo basi hii ikapelekea kuwepo na mfumo huu wa udhibiti ubora wa shule. Mfumo huu wa udhibiti ubora wa shule ni mfumo ambao ni wa wazi, lakini pia ni mfumo ambao ni shirikishi, lakini pia umelenga kuiwezesha taifa kufanikisha dira yake ya elimu bora kwa wote. Idara ya udhibiti ubora wa shule tunatekeleza majukumu mengi tukiwa tunasimamia ubora wa elimu, na tunasimamia katika asasi mbalimbali zikiwepo asasi za shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya walimu, elimu maalum pamoja na elimu ya watu wazima. Kwa hiyo katika kusimamia ubora katika asasi hizi tunafanya tathmini. Na tathmini ya kwanza ni tathmini ya jumla. Tathmini ya jumla tunajikita katika maeneo lengwa 8 ambayo yamebainishwa kwenye mwongozo wa udhibiti ubora wa shule. Na maeneo haya, eneo la kwanza ni ubora wa mtaala katika kukidhi mahitaji ya mwanafunzi. Eneo la pili ni ubora wa ufundishaji na ujifunzaji na upimaji mzuri. Eneo la tatu ni ubora wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu na rasilimali vitu. Eneo la 4 ni ubora wa mazingira katika kuleta usalama, ustawi na afya ya mwanafunzi. Eneo lingine ni eneo la ushirikishwaji wa jamii. Eneo lingine pia, eneo la 6 ni eneo ambalo linahusika na nidhamu, maadili, utamaduni pamoja na uzalendo. Eneo la 7 ni eneo la ubora wa teknolojia na habari pamoja na mawasiliano. Na eneo la mwisho ambalo ni eneo la 8 ni eneo ambalo linahusiana na mafanikio ya mwanafunzi. Kwa hiyo tunapotekeleza majukumu yetu tunajikita katika maeneo yote haya, maeneo 8. Tukiangalia ni kwa namna gani ambapo ule ubora au vile viwango vya elimu vimeweza kufikiwa. Lakini katika kutathmini kuna maeneo ambayo tunabainisha yameweza kufikia vile viwango vya elimu, lakini vile viwango vya ubora, lakini maeneo mengine vile viwango vinakuwa havijafikiwa katika kile kiwango kinachotakiwa. Kwa hiyo sasa hii inapelekea kuwepo kwa aina nyingine ya tathmini ambayo ni tathmini ya ufuatiliaji. Katika tathmini hii ya ufuatiliaji tunajikita kuangalia katika yale maeneo tuliyobainisha kwa zile shule au asasi zilizoonekana hazijaweza kufikia vile viwango vilivyotakiwa. Tunaenda kufuatilia kuona ni kwa namna gani yale maeneo yaliyobainishwa kufanyiwa maboresho yameweza kufanyiwa maboresho. Kwa hiyo na katika hii tathmini yetu ya ufuatiliaji kuna ufuatiliaji ule wa muda mfupi, lakini kuna ule ufuatiliaji wa muda mrefu. Huu ufuatiliaji wa muda mfupi unakuwa unalenga yale mambo ambayo yanaweza kutekelezeka ndani ya muda mfupi, na ambapo ufuatiliaji unafanyika ndani ya siku 60 baada ya ile tathmini ya jumla. Lakini huu ufuatiliaji wa muda mrefu unafanyika baada ya miezi 6 na ni kwa yale mambo ambayo yanahitaji utekelezaji wa muda mrefu. Tathmini maalum na yenyewe imegawanyika katika maeneo makuu mawili, ambayo kuna eneo moja ni tathmini ya tuhuma na eneo lingine ni tathmini ya usajili. Katika tathmini hii ya tuhuma, hii ni tathmini ambayo inafanyika pale ambapo unakuta kuna jambo ambalo sio la kawaida limetokea shuleni.
lakini pia pale ambapo unakuta tunapata malalamiko kutoka kwa aidha kwa walimu, wanafunzi au jamii. Kwa hiyo tunapopata malalamiko kama hayo, huwa tunafika shuleni kwenda kuchunguza ni nini kinachopelekea hali kama ile kuwepo. Na baada ya pale huwa tunaandika taarifa na kutoa mapendekezo ya ni nini kifanyike ili kuweza kuleta utulivu katika shule husika. Na baada ya pale zile taarifa tunapeleka kwa wasimamizi wetu wakuu ili kuweza kutekeleza. Lakini tathmini nyingine ni tathmini ya usajili. Tathmini ya usajili kwa kweli kwa sasa tuna kila sababu ya kujipongeza kama idara ya udhibiti ubora wa shule, kwa kuwa tathmini ya usajili kwa sasa inafanyika kwa njia ya mfumo. Kwa hiyo zile taratibu zote za usajili wa shule zinafanyika kupitia mfumo. Kwa sasa mdau anaweza kusajili shule yake akiwa katika eneo lake husika. Ni kiasi cha kujaza zile fomu kwenye mfumo, lakini pia kushirikisha idara ya udhibiti ubora wa shule, kufika katika eneo la shule tarajiwa, kutathmini ile miundombinu na kuandika ile taarifa. Kwa hiyo zile taarifa zikishaandikwa, basi na mdau akatuma ombi lake, zinatuma wizarani. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi kabisa, siku 2 mpaka siku 3, mdau anakuwa ameshapata jibu na kumruhusu kuendelea katika hatua nyingine. Kwa hiyo kama mdau ameweza kufuata vizuri ile miongozo ya uanzishaji wa shule, ndani ya wiki 2 mdau ana uwezo wa kupata namba ya usajili na akaweza kuendelea na taratibu zake nyingine za kuingiza wanafunzi. Kwa hiyo tunampongeza sana Rais wetu Mama Samia, lakini tunampongeza Wizara ya Elimu kwa jitihada kubwa ambazo wamefanya kuweza kufanikisha zoezi hili la kuweza kufanya shughuli hizi za usajili katika mfumo. Na kwa kipekee nimpongeze mkurugenzi wetu wa idara ya udhibiti ubora wa shule, kwa kuwa amekuwa ni mtu mwenye uthubutu na ujasiri katika kusukuma hata yale mambo ambayo unaona yanaweza yasifanikiwe, lakini ameweza kuthubutu kusukuma na yakafanikiwa, na tunaona mambo yanaenda. Sisi kama udhibiti ubora wa shule tuna utaratibu wa kuandika au kufanya tafiti tatuzi. Kwa hiyo tunafanya tafiti tatuzi, tunabainisha yale maeneo yenye changamoto na kutoa ufumbuzi kwa yale maeneo yenye changamoto ili kuweza kuleta mafanikio katika ufundishaji na ujifunzaji. Lakini eneo lingine ambalo ni miongoni mwa majukumu yetu ni kutoa elimu kwa jamii. Kwa sasa tunatekeleza mtaala mpya ulioboreshwa. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba jamii inapata ufahamu juu ya mtaala huu ulioboreshwa, lakini pia jamii iweze kusimama katika nafasi yake ili kuhakikisha kwamba ule mtaala unatekelezwa kwa ufanisi.